السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، baada ya kumsifu Allah na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tunaendelea na mtiririko wa kukumbushana umuhimu wa kuyajua majina ya Allah na kuzijua sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala katika majina yake, kwani yana umuhimu mkubwa tuwe tunaishi tukizitambua zile sifa zake katika maisha yetu, kwani Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyetuambia kwamba a'udhu billahi minash shaitani rajim, walillahi alasmaul husna fad'uuhu biha. Allah anayo majina matukufu, muombeni, muiteni, muwe mnamuita kwa hayo na mnamuomba kwa hayo. Na mtume akatuambia sallallahu alaihi wa sallam, Allah ana majina 99, 100 kasoro moja. Mwenye kuyadhibiti ataingia peponi. Kuyadhibiti manake kuyajua yalivyo, na ukawa mtu unaishi nayo katika maisha yako, unatambua, unaogelea katika shida zako. Na kazi hii mtume sallallahu alaihi wa sallam aliifanya Maka, kuwafanyia watu kutambua sifa za Allah ili waweze kumwamini. Kwa miaka 13 Qur'ani ikawa inashuka ikiwakumbusha vitu hivyo na kuongoza. Tukawa tumeanza suratul Ra'd, ndani yake tuone jina Al-Mudabbir, anayeendesha mambo yake baada ya kuyapanga vizuri akayasimamia kuyaendesha. Tukaianza suratul Ra'd ambayo ndani yake imeanza kuzungumza baada ya Alif Lam Mim kutaja hizi ni aya za kitabu hiki Qur'ani ambacho wao Makuraishi wanasema msisikilize, msisikilize maneno ya mtume, msimsikilize ili muweze kushinda. Maneno haya ndio yaliyoshushwa kwako mtume sallallahu alaihi wasallam, yameshushwa kwako mtume sallallahu alaihi wasallam, maneno ya haki, lakini watu wengi hawaamini. Allah ndiye aliyenyanyua mbingu bila ya nguzo, nanyi mnaona hivyo. Anajitaja Allah subhanahu wa ta'ala sifa yake nyingine hiyo ya kuweza kunyanyua, rafi'. Ananyanyua, amezinyanyua mbingu bila ya nguzo, nanyi mnaona hivyo. Kisha akawa katika arshi yake, akadhalilisha jua na mwezi, vyote vinatembea hivyo kwa mpango mpaka siku ile ambayo imepangiwa maalum, iwe ndio mwisho wake, zitafanya hivyo. Akasema Allah, yudabbiru al-amra yufassilu al-ayat, anapangilia na kuyaendesha mambo yake, anayaendesha, anazichambua hizi aya, dalili anaziweka wazi wazi, dalili za uwezo wake moja baada ya nyingine. La'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun, huenda mkichambuliwa hizo dalili mkawa biliqa'i rabbikum, kukutana na Bwana wenu, tuqinuna, mna yaqini. Akaendelea Allah kwenye sura hii akisema na yeye kwamba ndiye aliyeitandaza ardhi, ameitandaza ardhi akaifanya ina milima thabiti ya kuifanya ardhi isiumbe, na akaweka mito, akachimbua mito kwa ajili ya maslahi yenu, na akafanya katika kila aina za matunda jike dume, ili kuweza kuonyesha aya anavyozichambua Allah subhanahu wa ta'ala. Akauingiza usiku ndani ya mchana mfaidike na usiku, na mchana ndani ya usiku ili mfaidike na mchana. Usiku upatikane na mchana upatikane, vyote hivyo. Akatuambia katika dalili hizo kuna dalili za kwamba yuko kweli mudabbir, anaendesha mambo yake sawa sawa. Ili nini? Lakini dalili hizo zinaonekana liqaumin yatafakkarun, kwa watu watakaotumia fikra zao sawa sawa. Yani hapo utamuona Allah ndiye anayesimamia kila kitu.
kila kitu ni yeye anasimamia. Akaendelea kutuambia tena inaofuata leo hiyo, au tulikushaipitia, wa fil ardi qit'un mutajawirat, ndio ya leo. Allah subhanahu wa ta'ala katika kupangilia kwake kuonyesha kwamba ndiye anayeendesha, anasimamia na kuendesha, yani usimamizi wa kila kitu, huyu tajiri, huyu maskini, leo huyu mgonjwa, huyu mzima, huyu mjamzito, huyu anajifungua, kila kitu unachokiona, huyu analia, huyu anacheka, huyu amelala, huyu anatembea, amesimamia, anasimamia na kuyaendesha. Sasa lakini hayo kwa watu wenye akili. Anatupigia mfano mwingine, anachambua dalili, anasema wa fil ardi qit'un, na katika hii ardhi mlioko juu yake kuna vipande, vipande vya ardhi, mutajawiratu, viko jirani tu, yani manake haviachani. Unatembea katika ardhi, wewe unaona ni shamba lako moja na eka zangu 200 bwana, si ndio? Unatembea kwenye eka zako 200, lakini hizo eka 200 zina tofauti hapa kwa hapa bila ya wewe kuzingatia. Ardhi qit'un mutajawira, fil ardhi qit'un, katika ardhi kuna vipande, mutajawiratun, vilivyo jirani, lakini katika vipande hivi wa jannatun min anabin, mna mashamba ndani ya ardhi hivyo, ardhi hiyo ambayo iko jirani, vipande vinaachana, lakini wewe bila ya kuhisi kuachana kwake, mna vipande vya ardhi ambavyo viko jirani na mashamba yapo, min anabin, ya mizabibu, wa zar'un, na kilimo kingine, wa nakhilun, na mitende. Yani ndani ya ardhi hiyo eka zako kadhaa, kuna sehemu utaiona hii salihun lihadha, inakuwa hapa panafaa kupanda hiki na hapa panafaa kupanda hiki, mara hapa panabeba maji sana, mara hapa hapachukui maji, si ndio hivyo? Ardhi moja lakini yote ya kwako hiyo, tena hiyo pamoja na mitende na vitu vingine na mizabibu. Sinwanun, kuna miti ambayo sinwanun inachipua mingi kwa mbegu moja tu au kwa shina moja. Ilikuwa shina la mtende ukachipuka na mwingine na mwingine, lakini koko ilikuwa hii moja, kama vile migomba tunavyoiona inachipua mmoja, wa pili, wa tatu, wa nne, sinwan. Wa ghairu sinwan, na mingine isiyochipua mingi, unabakia mti mmoja. Sawa, pana kitu hapo kinazungumzwa. Ardhi moja, lakini kuna miti ikipandwa inachipua hivyo, mingine haichipui hivyo, si ndio? Yusqa bima'in wahid, yote hii inamwagiliwa maji ya aina moja, maji mamoja. Wanufaddilu ba'daha ala ba'dhin, tunatofautisha baadhi yake kwa nyingine, fil ukuli, kwenye ladha. Hata ile miti ambayo koko ilikuwa moja ikachipua aina moja na kumwagiliwa maji mamoja na kwenye ardhi moja, pia unaweza ukala ya mti huu ikawa tofauti na ya huu. Hata mparachichi, kuna baadhi ya wakati koko moja na ikatoka mparachichi 3, na unaweza ukala huu uko vingine kabisa ladha yake na ile nyingine kabisa ladha yake, na maji ni mamoja na ardhi ni moja. Kuna nini hapa? Yuko anayesimamia ardhi hiyo hapa umepanda vitu vya aina tofauti na maji ni yale na ladha zitatoka tofauti. Kama vile ukiuliza ile ardhi inakwambia, mimi hapa nilipo niko vitu vingi, ndio hapa utapanda mche, utatoa mbegu, utatoa kitu ambacho ladha yake kinawasha. Hapa mbegu nyingine imetoa kitu ambacho kinateleza. Hapa jirani tu umepanda mche mwingine ambao unatoa kitu ni sukari. Hapa umepanda mche mwingine unatoa kitu ni kichungu. Hapa na maji ni hayo, ama sivyo? Ardhi hiyo hapa mpaka hapa tu, panda mwalo vera, panda mua, panda pilipili, panda bamia, mwagia maji hayo. Ardhi imetoa kila mmoja kumgawia kile kitu ambacho ndio chake. Umekula hii inawasha, umekula hii inateleza, umekula hii chungu, umekula hii tamu, si ndio hivyo? Yusqa bima'in wahid,
vyote hivyo vimemwagiliwa na maji haya mamoja. Wanufadhilu ba'daha ala ba'dhin, tumefadhilisha baadhi yake, tumetofautisha baadhi yake kwa nyingine, fil ukul, kwenye ladha, kwenye rangi, kwenye kila kitu, ukuaji, si ndio hivyo? Inna fi dhalika, kwa hakika kwenye hayo aliyokutajia Allah, alivyochambua hayo, la ayati, na dalili za wazi wazi. Yuko msimamizi, yuko mwendeshaji, mudabbir yupo, sawa sawa. Lakini liqaumin yaqilun, yataonekana hayo kwa watu ambao watatumia akili. Hawakutumia akili, wanajionea, vinajiotea tu, twende tu, si vitu vinajiotea tu. Ndio ardhi ilivyo. Ardhi ilivyo vipi? Kwa nini ndivyo ilivyo? Hakuna anayesimamia, ndivyo ilivyo tu? Hapana bwana, yuko anayesimamia. Tuko pamoja? Baada ya uchambuzi huu, Allah akasema hivi, wa in ta'jab, kama utashangaa maelezo haya na vitu hivi vilivyoelezwa hivi, kama ukiona kweli ajabu iko baada ya kutumia akili, sawa sawa, fa'ajabun qawluhum, la kushangaa zaidi ni lile neno lao hawa waliosema maneno haya yanayofuata. Maneno gani? Walisema hivi, a idha kunna turaban, hivi sisi tukiwa mchanga baada ya kuwa aidha kunna turaban, tukiwa tumekuwa mchanga baada ya kufa, a inna la fi khalqin jadid, tutatoka tena kwenye umbile tena jipya. Hili la kushangaza zaidi. Yaani huyu mtu baada ya dalili zote hizi zilizoelezwa bado anakuja anasema, hivi si tukishaoza kwenye mchanga tutatoka tena? Itawezekana tutoke tena? Mungu anasema kama kushangaa, mshangae huyu anayesema hivi. Imekaa vizuri mfano? Wewe unashangaa uone kwamba imekuwaje pilipili, imekuwaje hiki, imekuwaje milima, imekuwaje? Usishangae hayo. Hayo si ndio uwezo wa Mungu, uko wazi wazi. Sasa huyu anayesema kwamba nikiwa mchanga nitatoka tena, huyu ndio jambo lake la kushangaza zaidi. Yaani haya yote hakuyaona haya, ila kuwa wewe umeumbwa halafu ukafa ukatoka mchanga, ndio hili ndio umeliona kubwa. Huyu ndio wa kushangaza zaidi jambo lake. Meleka, kwa sababu masuala ya kufufuliwa yalikuwa yakipingwa sana, na mpaka sasa bado wako watu wanaona hivyo. Bwana, nani alikwenda huko akarudi bwana? Si ndio hivyo lugha zilizopo? Sasa Mungu anasema huyu mtu ndio wa kushangaza zaidi. Kwa sababu gani hili ni la kushangaza zaidi? Kwenye sura Yasin amesema hivyo kirahisi tu. Anasema awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfa, hivi huyu mwanadamu kwani hakuona kwamba tulimuumba kwa tone? Yeye anashangaa kufufuliwa, si ndio? Hakugundua mwanzo kwamba tulimuumba kwa tone la maji, hakuwepo yeye, si ndio? Alam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin. Mara tu baada ya kusimama hivi ndio amekuwa mbishanaji, anabishana, tutafufuliwa. Ala, wadaraba lana mathalan, akatupigia sisi mfano ule wa kuvunja mfupa na kuutupa. Wanasi ya khalqahu, amesahau ili umbo lake la mwanzo la kwamba aliumbwa kwa tone la maji. Jamani, si tunajua hiyo tone la manisi ndio tuliloumbiwa. Amesahau kwamba aliumbwa hivi, ananipigia mfano wa kwamba mfupa huu umevunjika, umeoza, utafufuliwa. Amelisahau umbo lake la mwanzo. Qala, anasema man yuhyi al-idhama wa hiya ramim, ni nani atakayefufua huu mfupa baada ya kuwa umeoza? Anasema hivyo. Qul, sema umwambie huyu mtu anasema hivyo, manake maneno yake ni ya kushangaza, mjibu hivi. Mtume anaambiwa mjibu hivi, yuhyiha alladhi, ataufufua huyu, atauhuisha, atautia uhai huyu, alladhi anshaaha awwala marra, yule aliuanzisha mara ya kwanza. Ajibu zuri, sio zuri? Aliuanzisha mara ya kwanza, ulikuwa hauko mfupa, tone la maji limekuwa mfupa jamani. Alafu cha ajabu, Mungu Bwana mambo yake ya ajabu sana. Mtoto akiingia duniani, chakula chake cha kwanza, maziwa yale yakitizama kwa macho, kwa akili ya kawaida, ndio yatakomfanya mifupa yake iimarike, yatafanya mpaka aote na meno.
kwenye yale jamani, kuote meno ndio chakula chake cha mwanzo, na akikosa hicho anaweza akadumaa. Unaona kazi? Huyu ndio Mungu huyu. Sasa aliyemwanzisha hivi ndiye atakayemrudisha. Mbona unashangaa kurudishwa? Kurudishwa mbona rahisi? Na kwa Allah hakuna rahisi na ngumu. Idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, akitaka jambo ni kuliambia kuwa, linakuwa. Kwa hiyo wa intajab, kama utastaajabu kwa habari alizozizungumza Mungu hizi za usimamizi mkubwa huu, faajabun qauluhu, la kushangaza sana, qauluhum, ni lile neno lao hawa wanaopinga kufufuliwa, wanaposema aidha kunna turaban, hivi sisi tukiwa ni mchanga, inna la fi khalqin jadid, tutakuwa sisi ni wenye kurudishwa umbo jipya. Allah anasema hivi, ulaika alladhina kafaru birabbihim, watu hawa sifa yao walionayo ni kumkanusha tu muumba wao. Ndio maana wakasema maneno haya. Hawa ni watu wamempinga tu Mola wao, wameamua kumpinga tu, kumkanusha tu. Wa ulaika alaghlalu fi anaqihim, na watu hawa wana minyororo kwenye shingo yao inawafanya hawawezi hata kugeuka kutizama haki. Mwambie haki ni hii, yeye amefungwa minyororo hata ageuki. Na akhera watakuwa na minyororo ya kuwapeleka motoni. Hapa duniani kwanza wana minyororo fi anaqihim, au wamefungwa yale magogo fi anaqihim, kwenye nini? Kwenye shingo zao. Magogo yale waliokuwa watumwa wakifungwa, mmoja na wa pili na watatu wamefungwa hivyo. Mtu ambaye amenyooka mbele hivi hawezi kugeuka. Sasa kwa hiyo likiletwa haki, hebu tizama hili wewe ulinganishe. Mbona unasema haiwezekani kufufuliwa? Tizama hii. Kuna gogo shingoni mwake, hageuki, haoni. Hawa wameamua kumpinga Mola wao na wana magogo shingoni mwao ya kuwafanya hawawezi kugeuka, yanaitwa makongwa. Wana makongwa shingoni mwao. Wa ulaika, na watu wenye sifa hizi, ashabun nar, ni watu wa motoni, hum fiha khalidun, wao motoni watakaa milele. Mungu ameshahukumu watu wenye sifa za namna hii za kumkanusha Mola wao tu, pamoja na dalili zote hizi. Mudabbir yuko wazi wazi, anaendesha mambo yake vizuri kwa kuyasimamia vizuri, halafu hawazioni. Ulaika ashabun nar wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, wao watakuwa ni watu wa motoni, watakaa humu milele. Adhana Allah, Mwenyezi Mungu atulinde na sharia. Kwa hiyo tunaona kwamba kuzipitia hizi aya zinazotaja sifa za Allah kunaweza kukatuweka pazuri katika maisha yetu ya kila siku. Hivi mambo yote anayosimamia Allah namna hii, anashindwa kusimamia jambo langu mimi la kilo moja tu ya mchana kutwa mpaka niue mtu ndio niweze kuishi? Naeleweka usieleweke? Baki watu wanauana kwa nusu kilo tu, wanauana kwa futi moja tu ya ardhi, alafu kumbe atakwenda kuingizwa kwenye sehemu hata hawezi kugeuka. Wanagombana kabisa, ardhi yangu, hapa ni kwangu, hapa ni kwangu. Mwisho wa yote unaingizwa kwenye sehemu hata ugeuki, uchukui chochote. Allah tulinde na shari hiyo. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.